Nakushukuru sana baba. Nimeona dhamira ambayo mkurugenzi wa mawasiliano Rais Ikulu ambaye ameandika kwamba mazungumzo haya yalilenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayoigusa jamii yakiwemo ya kisiasa, amani na maendeleo pamoja na kuimarisha amani, mshikamano na kujenga mustakabali mwema wa taifa. Hili ni jambo zuri kabisa Father. Hauoni kama hapa serikali tayari imeanza kupiga hatua kwa ajili ya kushughulikia yale masuala ambayo yalijitokeza huko nyuma? Ni wazi ni hatua moja. Katika kutekeleza kitu lazima kuanze hatua. Maaskofu wanafanya kitu wanachoita mazungumzano, dialogue. Ndio kazi yetu tulionayo. Sisi tunafanya engagement, yani tunafanya mazungumzano katika kuhakikisha kwamba kitu fulani kama akiendi. Na unapoona kinafanyika hiki, kuna mengine yameshafanyika mengi tu ambaye hayajaandikwa humu na hajatangazwa. Viongozi wetu, maaskofu wetu wana namna nyingi sana za kuhakikisha kitu fulani ili kiondoke, tatizo liloko katika nchi liondoke, lazima kutumia mbinu mbalimbali. Wakati mwingine si lazima kulitangaza. Ndio maana maaskofu wakati wanaenda kule hawakutangaza na wala, lakini kwa sababu serikali iliona muhimu kutaarifu wananchi, basi ndio wameelekeza pia na sisi tutoe ufafanuzi kidogo juu ya haya ambayo watu wanasema. Nia ya serikali hii ni hatua moja, tunakiri, tunakubali ni hatua moja. Hili kukiri kwamba lilikuwa ni tendo ovu, tusubiri mpaka lini? Ndio wanauliza maaskofu, kwa nini msifanye hivi ili watu tuache kwa kuhangaika tunasubiria kukutana tuombane msamaha? Kwa nini mmoja asisimame aseme tusameheane na tunaomba tusamehewe? Na viongozi wa dini wanapata sasa nafasi hapo kwanza kusema jamani tusameheane, kwa sababu huwezi kusamehe bila mtu kuomba radhi. Lakini zimeundwa tume mbalimbali, ikiwemo tume ya kwanza ambayo ilichunguza tukio hili zima, na imeundwa tena tume ya pili hivi sasa ambayo huenda imepewa muda miezi mitano, huenda ikaja na taarifa ambayo pengine ikawa ni mwanzo mzuri wa kuweza kujua ni nani alifanya nini na ambaye anatuhumiwa hawezi kuwajibika kutokea pale. Hii hairidhishi kwa maaskofu? Ni hatua moja katika kutafuta ukweli au kujiridhisha na ukweli, lakini vile vile hizo ni mikakati ya serikali imeweka. Lakini katika kutoka katika hali tulionayo, ni serikali peke yake inapaswa kufanya. Wananchi ambao ndio wamedhuriwa wameshirikishwaje katika hilo? Na sisi tunakubali hizo tume zinahitajika. Lazima ukweli ufahamike, ukweli uwekwe vizuri na vitu viwe wazi, kuwe na utawala wa sheria ndani yake, kusiwe na upande. Na maaskofu wetu katika andiko lao lile la Novemba waliweka bayana kabisa kwamba watu waliuawa sehemu mbalimbali za nchi. Sasa kitu kama hiki, pamoja na tume zinachunguza na tume imetamka wamefanya hivi, lakini na hii sasa inakuja kuchunguza waliohusika. Lakini tunaangalia waliohusika kuhamasisha labda maandamano, tumesikia hilo, lakini waliohusika kuua wamesikia wanatamkwa. Sasa vitu kama hivyo ndio tunasema sasa hapa lazima tufike mahali tuongee kama Watanzania. Hatuhitaji kuja kuongozwa na mtu sawa, hiyo tume itafanya kazi yake, tunashukuru. Labda kama serikali inaona ndio njia pekee, basi watu tuombe, basi wananchi wasikilize serikali yao. Lakini vile vile wananchi wasikilizwe wenyewe, wangependaje, wangetaka kitu kiendeje vile vile. Lazima hivyo vile.